Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni Pastor Deus Mundara, ni mchungaji. Niko hapa usiku mzuri ambao Bwana ametupa kwa ajili ya mambo kadhaa ambayo tutaweza kuyafanya kwa ajili ya mwezi wetu huu wa 6. Ikiwa leo ni tarehe 1, kama ambavyo tunafahamu wengi kwamba ni mwanzo wa mwezi, na 1 maana yake inaashiria mwanzo. Hiyo ndo tafsiri yake kiroho. 1 ni mwanzo, maana yake mwanzo wa jambo, na maandiko yanazungumza kwa habari kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunaanza jambo lolote kama watu ambao tumeamini na tumempokea Yesu kwenye maisha ya kwetu, jambo la msingi sana ni kuweka msingi mzuri sasa kwa habari ya Injili, lakini pia kuweka msingi mzuri kwa habari ya huduma, kuweka msingi mzuri kwa habari ya maisha kwetu ya kila siku. Sasa nitakuwa na muda mchache wa kuzungumzia jambo hili ambalo natamani sana wewe ambaye unafuatilia uweze kulipokea kwa namna nzuri na ya baraka, na uweze kulifanyia kazi kwenye maisha kwako. Tutafanya maombi nafikiri kwa lisali moja. Tutajifunza neno kwanza, alafu then tutafanya maombi kwa hili lisali moja, and then kutokea hapo tutaweza kuendelea. Sasa natamani sana wewe ambao unanifuatilia ufuatilie kwa makini, neno kwa neno, mstari kwa mstari, na mimi nitakuwa natoa ufafanuzi kwenye hayo ambayo nataka kuyasema. Tunajifunza kwa habari ya kulitanguliza neno la Mungu mbele yako. Kulitanguliza neno la Mungu mbele yako. Kulitanguliza neno la Mungu mbele yako. Maisha tulionayo hapa duniani, by the way, ni maisha ambayo yanamhitaji Mungu sana. Kwa sisi ambao tumeamua kuokoka na kumfuata Yesu, hatuna kingine cha kujivunia. Hatuna jambo lingine la kujivunia isipokuwa Yesu peke yake, isipokuwa Kristo peke yake. Kwa hiyo ninapozungumza jambo hili, nina maana hii kwamba hatuna namna ambayo tutafanya mambo, tutafanya kitu, tutafanya vitu, tutafanya biashara, tutaendesha huduma bila kulitanguliza neno la Mungu, bila kumtanguliza Mungu. Sasa nitaanza kwa kusoma kile kitabu cha Yohana sura 1 na ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Maandiko yanasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno ni Mungu mwenyewe. Tuko pamoja? Neno ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya neno kama neno, tunamzungumzia Mungu mwenyewe. Tunapozungumza kwa habari ya Mungu, tunalizungumzia neno. Kwa hiyo kwenye maisha, ukilitanguliza neno mbele yako, kwenye hatima yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila eneo la maisha yako, maana unakuwa umemtanguliza Mungu atangulie. Na Mungu hana historia ya kushindwa. Kama ambavyo nasema neno halina historia ya kushindwa, ndivyo ambavyo pia Mungu hana historia nini ya kushindwa. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari ule wa 4 anasema kwamba, watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, ninyi mmemshinda nini? Mmeushinda ulimwengu. Sasa tunaushinda ulimwengu, tunashinda kushindwa, tunashinda kupata magonjwa, tunashindwa kushindwa kwenye maisha kwa sababu tunaye Mungu. Ndio maana anasema, nyinyi watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, mmeushinda nini? Ulimwengu. Sasa kwa kawaida ni kwamba
Ukitaka kushindwa kwenye maisha, utumie akili zako, utumie ufahamu wako, utumie mambo yako binafsi. Lakini ukitaka kushinda kwenye maisha, lazima umtangulize Mungu, lazima umtangulize Kristo, lazima umtangulize Yesu kwenye kila unachokifanya. Sasa hapo mwanzo kulikuwako neno, maanake hapo mwanzo alikuwako Yesu, hapo mwanzo alikuwako Mungu. Kwa hiyo kwenye mwanzo wa jambo lazima utangulize neno. Unapotaka kufanya kitu lazima utangulize neno. Kwa hiyo kama unataka kushinda kwenye maisha kwako, hakikisha unalitanguliza neno la Mungu. Sikumbuki vizuri mstari, lakini nafikiri ni kitabu cha Yeremia. Anazungumza, anasema neno la Mungu ni nyundo inaponda ponda. Maana yake kama kulikuwa na vizuizi, kama kulikuwa na changamoto, kama kulikuwa na chochote ambacho kilikuwa kimetumwa na adui kije kikuzuie, unapoliachilia neno, neno linaenda na nguvu ya kukupa ushindi. Neno linaenda na mamlaka ya kuzuia vyote ambavyo vinaweza kukuzuia. Neno linaenda na uwezo wa kuweza kuzalisha matokeo ambayo unataka uyaone kwenye maisha kwako. Ndio maana nimesema kwamba neno kama neno linaweza kufanya chochote unachotaka kitokee kwenye maisha kwako, as long as tu ni mapenzi ya Mungu. Na nimesema neno la Mungu haliwezi kushindwa. Ndio maana sasa, kwa sababu ni mwanzo wa mwezi, tunalitanguliza neno la Bwana mbele yetu, ili likatupatie ushindi, ili likatupe hatua, ili likatushindie mahali ambako tungeshindwa kwa nguvu zetu, ili likatushindie mahali ambako tungeshindwa kwa akili zetu. Kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 4 sura ya 3 by the way, na mstari wa 16 na mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa kuwaonya na kuadabisha. Sawa sawa. Lakini pia kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 na mstari ule wa pili, anasema yatamanini maziwa ya akili yasiyofanyaje, yasiyogoshiwa. Sasa na maziwa ya akili yasiyogoshiwa ni neno. Nataka nikutengenezee pointi nzuri hapa. Neno linaweza kukupa akili ya kufanya vitu. Neno linaweza kukupa ufahamu wa kufanya vitu. Neno linaweza likakupa namna au njia sahihi ya kupita. Na ukumbuke Yesu pia alijitambulisha mahali akasema hivi, kwa sababu Yesu ni neno lenyewe. Alijitambulisha mahali. Maanake ukimpokea Yesu, ukikaa na Yesu, na kuna mahali anawaambia wanafunzi wake, anasema kwamba maneno haya anaowaambia, Yohana 6, Yohana 14:6, ni roho na tena ni uzima. Sasa Yesu huyu ambaye ni neno, Yesu huyu ambaye ni roho ya uzima, Yesu huyu ambaye anasema ni njia, kwa sababu ya neno limebeba sifa zake, kwa sababu ya neno ni Mungu mwenyewe, kwa sababu ya neno ni Yesu mwenyewe. Ukilitanguliza mbele, ukilipeleka mbele yako, mbele ya hatima yako, mbele ya biashara yako, mbele ya chochote, as long as umeliamini, itoshe tu kusema kwamba kwa sababu umeliamini, utafanikiwa, utashinda. Kwa hiyo sasa, neno la Mungu, kwa sababu halina historia ya kushindwa, ukilikabidhi maisha yako, ukilipeleka kwenye maisha yako, ukilipeleka kwenye biashara yako, lazima ushinde. Ndio maana tumeanza sasa kwenye huu mwezi wa 6, tumeanza na haya maombi maalum ya kutamkia. Leo najua tayari tuko tarehe 1 tayari mwezi wa 6, tutatamka kwa habari ya siku 30 zijazo. Mungu atufanyie mambo kadhaa, Mungu atufanyie vitu vizuri. Amen. Sasa nirudi hapa, nilikuwa nazungumza kwa habari ya sifa za neno. Neno ni Kristo, neno ni Mungu mwenyewe, na sifa za Yesu anajitambulisha mali, anasema mimi ndimi njia. Kwa hiyo kama ni njia huyo Yesu, kama ni neno, na juu ya farasi alikuwa amepanda, alikuwa amepanda, alafu aliyekuwa amepanda juu yake alikuwa anajulikana kama neno. Sasa nikutie moyo tu na nikupe picha hii nzuri kwamba kwenye kumjua Yesu na neno lake inakusaidia sana kujua sifa za Yesu, lakini pia kujua sifa za neno. Na ukishajua hizo sifa za neno na sifa za Yesu, ndicho kinachoanza kutokea kwenye maisha yako. Maanake chochote ambacho ni utambulisho wa Yesu katika neno, ndicho uhalisia wake kwenye maisha kwetu. Tunapolipeleka neno, linakuja kuleta uhalisia ule ule wa kila ambacho limesema. Kwa hiyo sasa, Mungu alipotuma neno, Mungu alipoachilia neno, Mungu alipotuma neno,
alituma neno ili hilo neno liende mbele yetu litusaidie, ili hilo neno liende mbele yetu lituletee ushindi, ili hilo neno liende mbele yetu litupe mafanikio, ili liende mbele yetu hilo neno lituhakikishie matokeo ambayo tunatarajia kuyaona kwenye maisha yetu. Sasa neno kwa sababu haliwezi kushindwa, neno kwa sababu haliwezi kushindwa, na ile neno tabia yake inabidi likae ndani yako. Kwenye kitabu kile cha Kolosai 3 mstari wa 16 anasema hivi, Wakolosai 3:16 anazungumza, anasema hivi, Wakolosai 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Sawa, katika hekima yote. Kwa hiyo tuliposema kwamba kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 4 anasema, watoto wadogo, mtu asiwadanganye, ninyi mmeushinda ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeko ndani yenu ni mkuu kuliko aliyoko katika dunia hii. Sasa ukishajua kanuni hii kwamba neno liko ndani yako kwa wingi, lakini pia hilo neno liko ndani yako, hilo neno ni Yesu mwenyewe, ukilitanguliza kwenye maisha yako haliwezi kushindwa na chochote. Kwa nini? Kwa sababu vilivyoko kwenye dunia ambayo sisi tunaishi, yaani maana yake magonjwa, hasara za biashara, kushindwa, vizuizi, changamoto zote tunazozijua, ukizikutanisha na neno la Mungu Nimeomba nafikiri na mtumishi wa Mungu mmoja, tuliomba tu, amenitumia message akasema, baba, ninamshukuru Mungu mdogo wangu amejifungua salama. Sasa kabla hajajifungua huyo mtu alikuwa katika kupitia changamoto, nikapigiwa simu. Sawa, nilipopigiwa simu na huyo mtumishi wa Mungu akawa ameniambiaje? Akawa ameniambia hivi, mtumishi wa Mungu, naomba unisaidie, tumuombee dada, mdogo wangu yuko mahali fulani. Nikamwambia yuko wapi? Akanambia yuko sehemu fulani. Tukaomba. Tulivyomaliza maombi, mtumishi wa Mungu, haijapita wiki, yani ni wiki iliyopita, ninavyozungumza ni wiki hii ya jana tu, na tumeanza leo ni Jumatatu, amejifungua mtoto wa kike salama salimini. Tulilituma neno, limeenda kwenye hatima ya mtoto, limeyaokoa maisha ya mtoto. Na kuna muda alikuwa mpaka acheze, na siku namwombea alitoa ushuhuda akasema, baba, mtoto amefanyaje? Amecheza. Nikasema good. Sasa nina uhakika na neno la Mungu, hata kama ni kwa habari ya ndoa, hata kama ni kwa habari ya biashara, hata kama ni kwa habari ya chochote unachokifanya kwenye maisha yako, nina uhakika kwa habari ya neno la Mungu. Kwa hiyo sasa, kokote ambako unaona ugumu kwenye mwezi huu, mahali kokote ambako unaona kushindwa kwenye mwezi huu, mahali kokote ambako huoni mpenyo kwenye mwezi huu, litume neno la Bwana. Na hii sauti unayoisikia hapa ni sauti ya mtu aliye nyikani, ni sauti ya mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo kama ni sauti ya mtumishi wa Bwana, maana yake imebeba sauti ya Mungu, imebeba uponyaji, imebeba ustawi, imebeba mafanikio. Kwa hiyo make sure unalituma neno la Bwana. Litume neno la Bwana liende mbele ya safari yako. Litume neno la Bwana liende mbele yako, ili likakusemee, ili likageuze yale mabaya, ili likageuze huko kushindwa, ili likageuze hizo tabia ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuangusha, ili likageuze kila mitego ya adui ambayo alikuwa ameweka mbele yako ili ushindwe. Listen to me well, man of God, woman of God. Haijalishi umepitia magumu kiasi gani, haijalishi ulikuwa umekata tamaa miezi 5 iliyopita, na hapa tumeingia kumalizia nusu ya mwaka. Kumalizia nusu ya mwaka, maana yake tukimaliza mwezi wa 6 tutakuwa tumemaliza nusu ya 2026, na tukimaliza hiyo nusu ya mwaka 2026 tutaingia season nyingine ya msimu wa pili, maana yake nusu ya pili ya mwaka. Sasa nisikilize, nikupe kitu kimoja. Majuzi hapa ndugu zetu walichinja, sawa walichinja. Baada ya kuchinja hawa ndugu zetu, wakajitamkia baraka kwenye maisha yao na biashara zao na kazi zao. Sasa na sisi tuna utaratibu wetu. Tena ikiwezekana funga na kuomba, mtumishi wa Bwana. Ikiwezekana tamka ili neno liende mbele yako, ili ukasaidike kwenye hatima yako, ili ukaikomboe hatima yako, ili ukaukomboe mwezi wa 6 na ufanikiwe na kustawi. Sasa narudi hapa kwenye andiko la kitabu hiki cha waraka wa Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa 35. Anazungumza kwa habari ya kwamba katika yeye tunashinda na zaidi ya kufanyaje? Ya kushinda. Tunashinda na zaidi ya kufanyaje? Ya kushinda. Sasa ushindi na kufanikiwa katika maisha ya kwetu,
ushindi na kufanikiwa katika maisha kwetu, tunashinda kwa kulitanguliza neno mbele yetu. Tunashinda kwa kumtanguliza Mungu ambaye ni neno. Tunashinda kwa kumtanguliza Kristo ambaye ni neno. Nisikilize, nikupe sifa kidogo. Yesu hakuwahi kushindwa na hata kuja kushindwa. Yesu hakuwahi kushindwa na hata kuja kushindwa. Nikupe tu ushuhuda. Yesu alipigwa mijeledi, Yesu alichomwa mkuki, Yesu alikufa msalabani, alafu wakamzika. Wayahudi na watu wote walikuwa wanasema hivi, tutamzika, na of course aliwaambia kwamba mimi mtakufa, baada ya siku 3 mtafufuka. Alafu kukawa na Wayahudi ambao walikuwa wanasikiliza hizo habari zake. Baada ya kusikiliza habari zake, wakaenda kuambia askari na mfalme. Nafikiri wakati huo alikuwa sio ni mfalme nani, sio ni Herode. By the way, baada ya kwenda kumwambia mfalme Herode, kilichotokea ni kwamba Herode alipoambiwa zile habari, maaskari wakamwambia hivi, alisema ule mjanja kwamba atakapokufa akizikwa, siku ya 3 atafanyaje? Atafufuka. Kwa hiyo twende tuweke walinzi kaburini, ili huyo mjanja sasa, Yesu ni mjanja by the way, ili huyo mjanja sasa asitoroke. Na kuna baadhi ya watu wanasema hivi, Yesu alipozikwa, kwa sababu ya mijeledi kuogopa, alikimbia. Sasa hebu niulize, wewe tafakari tu kawaida. Yesu amekufa, kama alikimbiaje sasa? Huko amekufa. Maiti inaweza ikakimbia? Haiwezekani. Sasa turudi hapa. Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka. Sasa kama kifo chenyewe akimwezi Yesu, hizo changamoto zako zinaweza zikashinda yani hizo changamoto zako zinaweza zikalishinda neno. Maana yake adui wa mwisho kwenye Biblia, maandiko anazungumza, kitabu cha waraka wa Korinto, nafikiri Wakorinto sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 42 pale mpaka 45, anazungumza kwa habari ya kwamba mauti ndio itakuwa adui wa mwisho kuondolewa duniani. Sometimes ni kwa sababu yule jambazi asipokufa anaweza akaleta madhara makubwa zaidi, kwa hiyo inabidi afe. Yule mchawi asipouliwa anaweza akaleta madhara mengi zaidi, kwa hiyo inabidi afe ili watu wengine waishi na amani. Ndio maana kifo kimeachwa kama adui ambaye ataangamizwa siku ya mwisho kabisa, adui wa mwisho kuangamizwa. Sasa kwa mfano magonjwa, sawa, magonjwa, na nitoa ufafanuzi mzuri, si kwamba labda kifo kimeachiliwa kinaweza kikaendelea kuua watu na Mungu akiwa anaona, hapana. Maana kifo kipo kwa ajili ya maadui wa watu waliokoka. Kifo kipo kwa ajili ya watu ambao ni maadui waliokoka. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama una kusudi la Mungu, upasi kuondoka hapa duniani kabla hujalitimiza. Lazima utimize kusudi la Mungu. Kama ni watoto lazima wazaliwe, kama ni kuoa lazima uoe, kama ni kufunga ndoa lazima ufunge ndoa, kama ni kuanzisha huduma lazima uanzishe huduma, kama ni kufanya biashara kubwa kubwa lazima uzifanye, ndipo uondoke. Bila kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani usikubali kuondoka. Sasa Yesu aliposhinda kifo, maana yake alitushindia dhidi ya vyote. Magonjwa hayapaswi kuzuia, ukimwi haupaswi kuzuia, kansa haipaswi kuzuia, presha haipaswi kuzuia, kisukari hakipaswi kuzuia, chochote hakipaswi kukuzuia, mtumishi wa Bwana. Maana yake unapaswa kupambana kwa namna yote kuikemea mauti, na ukishakuwa na Yesu ndani yako hauko chini ya adhabu yoyote. Warumi 8 mstari wa 1 na 2 anasema hivi, sasa basi hakuna adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa maana ile sheria ya uzima imetuweka mbali na sheria ya mauti. Kwa hiyo hata mauti haipaswi kukuua, hata magonjwa haipaswi kuua, changamoto yote haipaswi kuja kwenye maisha yako ikakuondoa. Kwa nini? Kwa sababu umeshawekwa juu ya vyote hivyo. Tuko juu, na changamoto, mauti, magonjwa, vyote vimewekwa chini. Nafikiri unanielewa vizuri, mtumishi wa Bwana. Sasa jambo moja la msingi ambalo nataka ulielewe ni kwamba Mungu hataki tufe. Mungu hataki tupate changamoto. Mungu hataki tuishie njiani. Mungu hataki tukose mema. Mungu hataki tushindwe. Mungu hataki tushindwe kwenye maisha kwetu. Ndio maana vitu vyote tunavyovijua ni adui wa maisha, Yesu alipokuja alishughulika navyo. Alishughulika na mauti, alishughulika na nguvu za giza, alishughulika na maadui, pepo wabaya, majini, alishughulika na wafalme, alishughulika na wakuu wa giza, alishughulika na mamlaka zote.
Kwa hiyo hakuna ambacho kimeandikiwa kuzuia, labda ujizuie wewe na akili zako tu, ila hakuna ambacho kimewekwa kuzuia. Kwa hiyo ninakutamkia kwa neema ya Kristo, mwezi wa 6 kapenye kwenye ndoa, kapenye kwenye biashara, kapenye kwenye hiyo kazi, kapenye kwenye kile eneo katika jina la Yesu. Ramane skevela hatoniza heveneza karabadoza eseneskenteliga vranoskatalia rabina venesketelia gadia, in the mighty name of Jesus. Neema ya Mungu ni kubwa kiasi kwamba akiamua kukusaidia atakusaidia, akiamua kukuvusha anaamua kukuvusha. Yamkini ile neno limekuja, ulikuwa umekata tamaa, ulikuwa umeshindwa, ulikuwa umeona uwezi, ulikuwa umeona ufanikiwi. God is here to encourage you. Keep moving, man of God. Keep moving, woman of God. Mwezi wa 6 unayo matunda mazuri kwa ajili yako, na maandiko anasema hamtajitabisha tena bure. Zaburi 127 mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi, anasema kwamba wakeshao wanakesha bure na wajengao wanajenga bure, kama wakijenga bila Bwana na kama wakikesha bila Bwana. Kwa hiyo anayelinda bila Bwana mafanikio kwake ni sifuri, na anayekesha bila Bwana anakesha bure. Walindao wanalinda bure na wakeshao wanakesha bure. Sasa wewe hautakesha bure wala taenda pamoja na neno, na neno la Bwana litatangulia mbele yako ili kukupa mafanikio na ushindi mkubwa ambao Yesu ametaka ufanikiwe. Kariska vena handeli ya zadia. Tutaomba, by the way, tutaomba nikiwa namalizia. Tutaomba walau kwa nusu saa, kuamuru mema yatufuate, kuamuru baraka ziwe sehemu ya maisha yetu, kuamuru mipenyo kwenye maisha yako yetu, kuamuru mafanikio kwenye mwezi wa 6. Reske delia branoza jana katala baladia. Sasa turudi kwenye neno. Ile Zaburi 107 na ule mstari wa 20, maandiko anasema hivi, ulituma neno. Sawa? Ukirudi mstari wa 19 anasema wakamlilia Bwana akawasikia, akawatoa katika taabu zao, akawaponya na taabu zao. Alafu kirudi sasa ile mstari wa 20, Zaburi hiyo 107 mstari wa 20 anasema hivi, ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Sikiliza, nampenda mtu mnyenyekevu, nampenda mtu aliyepondeka anapolisikia neno la Bwana, na maandiko anazungumza hivyo hivyo. Nafikiri kwenye Isaya 66, kama sio 66 basi 61, anasema hivi, Mungu anawapenda wanaovunjika na waliopondeka wanapolisikia neno la Bwana. Unapolisikia neno la Bwana ukapondeka na ukalitii, linakuja ukuponya na ukutoa, na utashangaa. Kwani kwa sababu lina miujiza, limebeba kila kitu, limebeba uzima, limebeba uhai, limebeba mpenyo, limebeba mafanikio, limebeba kitu kizuri kwa ajili ya maisha kwako. Listen to me well. Aliposema ulituma neno, maana yake kuna nini kiko mbele yako? Kuna changamoto gani iko mbele yako? Kuna kitu gani kiko mbele yako ambacho hicho kitu inawezekana kwa sababu hauna neno unaona kushindwa, kwa sababu umezitegemea akili zako unaona kushindwa. Sikiliza, wana wa Israeli walikuwa na uwezo wa kufanikiwa kwa akili zao. Kwa nini? Kwa sababu waliwahi kuwa watumishi kwenye nyumba ya Farao na walikuwa wanaona namna ya kufanikiwa. Kama ni biashara walikuwa wanazifanya, wangefanikiwa. Kwa hiyo Mungu alijua akili zao, akasema hivi, hawa nikiwaacha wasitumainia akili zao, kama ambavyo anazungumza kwenye kitabu cha Mithali, nafikiri ni sura ya 3 mstari wa 4 na wa 5, wa 5 wa 6 na wa 7 pale anasema, usizitegemee akili zako, usitegemee ufahamu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Alijua watu nikiwaacha hawa watu hao watakuwa na kiburi. Na moja kati ya taifa lililokuwa na kiburi mbele za Bwana, lililokuwa halina unyenyekevu mbele za Bwana, ilikuwa ni wana wa Israeli. These guys, they were very trouble. They were troublesome. Wana heshima. Walichokuwa nakifanya, Mungu akiwatendea muujiza wanamkosea tena, wanakuwa na kiburi tena, wanamwekea Mungu mipaka mpaka
Sasa nisikilize vizuri, Mungu hatashindwa na wewe, kwa sababu anapokuagiza hapa utazingatia na utamtii. Sasa sikiliza, alizungumza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 18, akasema hivi: nao utakapofanikiwa na kustawi sana, kuanzia mstari wa 17, nao utakapofanikiwa na kustawi sana, usije ukasema nguvu zangu na uwezo wangu wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri. Alafu anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo hakuna mahali kwingine ambako unaweza ukapata nguvu za utajiri isipokuwa kwa Mungu, isipokuwa katika neno, isipokuwa katika kulijua neno lako la Mungu na kuliweka ndani yako. Si tunalana vizuri? Listen, naomba nivumilie kama dakika moja tu. I'm coming back. La coste levre nos catelia mando rimenos cataya jabande rikento libre nosca jamanu skevele ridebeneskenta ligadoza janes cavalia de vreneske telegedia mando ramama shandalagaba ya mando rimeme shendelegedia karuske telegediza mando rimama shandadagadagada leka gada 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 ba ya manda rimama shande ya konta libranoza lekiske nezge delegedia mando ramama shande legeduza jana kataka baranaskata lika karagada gada 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 ba leka karagada gada ba jana kanta librenoska lemenoskenta kabranoza janiskante legediza mando rimama shande legedia mando ropo mando rimama shande legedia mando rimama shanda janda na makosente lege rege de brenosa intrazonda ligadoza mando romo moko shende legeduza rakasha kataya daba yemente lebreneske tele rima koshende legedebe yamanda rimama shande yamando rimama shanda yamanda rimama shande ya konta digedeza yemanto ribenoska yamanto ribenesga lemento libranoza janiska telia gadia, katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, amen. Sasa sikiliza vizuri, mtumishi wa Bwana, listen to me well. Alipoambia ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao, alimaanisha hivi. Neno likienda linaenda na hekima, likienda linaenda na maelekezo, likienda linaenda na akili, likienda linaenda na uvuvio, likienda linaenda na nguvu. Na alipoambia msizitegemea akili zenu, alimaanisha hivi. Aliposema msizitegemea akili zenu, alimaanisha hivi. Hawa watu wangefanikiwa bila kufanikishwa na Mungu, wangeendelea kutegemea miungu. Na moja kati ya mioyo ambayo ilikuwa ni miepesi na ni mirahisi sana kugeuka na kumwacha Mungu, ilikuwa ni wana wa Israeli. Musa alihangaika nao sana. Ndio maana Zaburi 107 hiyo 103, yes, nafikiri mstari wa 6 na wa 7, mstari wa 4, wa 4, wa 5, wa 6 hapo anazungumza, anasema hivi: Mungu alimuonyesha Musa njia zake, alafu wana wa Israeli matendo yake. Sasa neno ni njia. Lipeleke neno mbele za Bwana, lipeleke neno mbele za Mungu, lipeleke neno mbele za Bwana. Shatelia branos katelia zavada. In the name of Jesus, ninakuombea unapolipeleka neno la Bwana mbele yako, litashinda na litakupa matokeo. Mwezi wa 6 umebarikiwa katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 utatoa baraka kwa ajili yako. Mwezi wa 6 umebeba mafanikio na ustawi katika jina la Yesu Kristo. Usitegemee akili zako, usitegemee nguvu zako. Wengine ni profesa wakubwa, wengine mna degree, wengine mna masters, wengine mna connection mpaka serikalini, mpaka kwenye ofisi. Lakini unapaswa kumtegemea Mungu kwanza, God first, neno kwanza kabla hivyo vingine. Tunapenda kila mfumo utende kazi vizuri, na tunapenda Mungu afanye pamoja nao, ila tegemea Mungu kwanza kabla hivyo mifumo. Hapa nakufundisha swala la imani. Huyu Mungu wetu ni mkubwa sana. Siku moja pengine nitakapokuja kukutana na rais, na yeye naweza nikamhubiria hivi, nitamwambia maneno haya.
kwamba Mungu kwanza, kwa sababu ndiye aliyekuumba. Neno kwanza, kwa sababu ndiye chanzo, na maandiko yanasema sisi tumeumbwa kwa neno. Unapolitanguliza neno mbele yako, linaenda kuichukua hatima, linaenda kuikomboa hatima, linaenda kurejesha vilivyokuwa vimepotea. Maanake kama kuna vitu ulipoteza kuanzia mwezi 6 vinarejea katika jina la Yesu. And this is a prophetic word to you, that every lost thing in your life shall come back into your life in the mighty name of Jesus. Raseveneskata jadagadagadagadaba ribeneske venahando zanako bekele brego zaliskadavra naskataya, in the mighty name of Jesus Christ. Sikiliza mtumishi wa Bwana, neno ni tamu na neno ni zuri. Jana nilisomea mstari mmoja, nilifurahi sana. Nafikiri ilikuwa Zaburi 19 mstari wa 18. No, mstari wa 7 na mstari wa 8 na wa 7 wa 8 wa 9. Zaburi 19. Aise, niliposoma ule mstari, maandiko yanasema hivi: neno linaburudisha, neno linafurahisha, neno lina aikebena savala. Maana yake nikiamua kustawi kwenye maisha yangu, nikae na neno. Nikitaka kufurahi na neno, nikitaka kufurahi kwenye maisha yangu, nikae na neno. Nikitaka kuenjoy maisha, nikae na neno. Kwa hiyo hata wewe uliyeko hapa, ninakusisitiza, penda kukaa katika neno, penda kukaa kwenye neno, penda kustawi katika neno. Neno la Mungu litakustawisha, litakufanikisha, litakupa hatua. Litangulize kwenye hatima yako uone. Na tunalitanguliza mwezi wa 6 tarehe zote, mpaka Mungu athibitike na arithibitishe neno lake. Neno la Mungu, Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20 anasema hivi: waaminini manabii. Haya ni maneno yalikuwa ya Yehoshafati. Waaminini manabii, mwaminini Mungu ndipo mtakapothibitishwa. Waaminini manabii ndipo mtakapofanikiwa. Kwa hiyo niamini mimi, naliamini neno la Bwana, kwa sababu neno la nabii ni neno la Bwana, neno la mtumishi wa Mungu ni neno la Bwana. Sasa Zaburi iliposema ulituma neno, nilikuwa nazungumza kwa wana wa Israeli. Ulituma neno. Neno ndio kila kitu kwenye maisha kwetu. Neno ndio maisha, neno ndio uhai, neno ndio mafanikio yetu, neno ndio kustawi kwetu, neno ndio kupiga hatua, neno ndio kushinda kwetu. Nitakupa sifa kadhaa za neno, alafu kutokea hapo nitakupa mifano, na baada ya mifano tutaingia kuomba. Sawa? Kitabu cha Zaburi, ukisoma Zaburi sura ile ya, nafikiri ni Zaburi sura ya 119 kuanzia mstari wa 99 pale anasema hivi: mchana kutwa huwa nazitafakari shuhuda nyingi za Mungu tunayemsimulia kwenye maisha ya watu, ziko katika neno. Sasa mstari ule wa 99 Daudi anasema hivi: ninazo akili nyingi kuliko wakufunzi wangu wote. Ninazo akili nyingi kuliko wakufunzi wangu wote. Sasa Daudi alikuwa na wakufunzi wengi, alikuwa na walimu wengi, lakini anasema alikuwa na akili nyingi kuliko wao. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatafakari sheria ya Bwana, alikuwa anatafakari neno la Mungu. Kwa hiyo kubali kukaa na neno la Mungu vya kutosha, kubali kukaa na neno la Mungu vya kutosha. Lakini pia Zaburi 27 mstari wa 4 maandiko anasema hivi: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana, nitazame uzuri wake na kulitafakari neno lake siku zote za maisha yangu. Huyo ni Daudi anazungumza. Sasa mtumishi wa Mungu, nikwambie kitu kimoja kizuri sana sana. Hakikisha unakaa na neno vya kutosha. Hakikisha unatumia muda mwingi, muda kutosha na neno, muda kutosha na neno, ili sasa ukikaa na neno la Mungu, hayo ambayo utakuwa unasoma, hayo ambayo utakuwa unapokea, yazaliwe kwenye maisha yako. And I pray for you, may the light of God shine upon your life, and may the light of the will of God shine into your life in the mighty name of Jesus. Masetele breneza zenos kevela hatelia zavana. Nasikia mengi na nashindwa nianze na kipi nimalize na kipi, lakini wacha twende tu hivyo hivyo, acha twende hivyo hivyo.
Ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura 4, nikupe sifa za neno na nikupe mifano. Waebrania sura 4, maandiko yanasema hivi, mstari wa 12, neno la Mungu liko hai tena lina nguvu na lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, ni jepesi kuyatambua hata mawazo ya mtu, tena laweza kugawanya nafsi na roho, na linaweza kuyachoma hata mafuta yaliyoko kwenye mifupa. Sasa nisikilize, hizi sifa za neno unapochukua hatua ya kuliamini, ndipo zitaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Kwa mfano, neno la Mungu liko hai, maana yake chochote kilichokufa na chochote kilichokuwa kimepangiwa kufa mwezi wa 6 hakitakufa katika jina la Yesu. Halafu cha pili anasema neno la Mungu lina nguvu. Chochote ambacho kilikuwa kimeshindikana kwa sababu kulikuwa hakuna nguvu ya kuzaa. Isaya 37 mstari wa 3 anasema hivi, Hezekia, maneno haya aliambiwa Hezekia kwamba watoto wako tayari kuzaliwa, lakini hakuna nguvu ya kuwazaa. Hayo maono, hiyo kazi ambayo ilikuwa inapaswa izaliwe mwezi wa 6, neno la Mungu kwa sababu ni nguvu, linaenda kuyapa nguvu hayo maono, linaenda kuipa nguvu hiyo biashara ikazaliwe katika jina la Yesu. Kuna mtu unaumwa, you have sickness, whether it is cancer, it's pressure, ni maumivu ya meno, mwingine ni kichwa kinakuuma, mwingine ni mgongo, whether it is any kind of disease, hata kama ni HIV positive, hata kama ni ukimwi, in the mighty name of Jesus, mwezi wa 6 uponyaji wako unanunuliwa kwa neno la Kristo. Tumelitanguliza neno la Bwana, tumelipeleka neno la Bwana mbele yetu ili litupe ushindi katika jina la Yesu. Karaso venaskatelia branaza jadabanaskata rabagadagadabanskata jedebenesketelia. Anasema pia neno la Mungu liko hai tena lina nguvu na lina ukali kuliko upanga wote. Manake sifa 3 ya neno, lina ukali kuliko upanga. Linaweza kukatakata, linaweza kugawanya, linaweza kuwakatakata hao maadui. Weza huko hapa, kuna watu walikuwa wanakuambia hautafanikiwa, hautastawi, hautapiga hatua. Kuna watu walikuwa wanasema wewe ni wa hapa. Ninakutamkia kwa neema ya Kristo na kwa nguvu za neno la Bwana, hayo mafanikio yako, huo uchumi wako, kuna nguvu za giza, uchawi, mamlaka zitakazo kuzuia tena katika jina la Yesu. Karisa kutana na neno likatoa unabii mbele yake, alienda kwa kasi na akafanikiwa. Iwe kwako katika jina la Yesu, iwe kwenye maisha yako katika jina la Yesu, iwe kwenye mwezi wa 6 katika jina la Yesu. Tarehe 1, 2, 3 imebarikiwa in the mighty name of Jesus Christ. Raseta remenos kataya mazata kataya daba, watoto wangu watazaliwa mwezi wa 6. Repeko shakatakapa reke shandelebrenoza, biashara zako zitazaliwa mwezi wa 6. Marosa ketelegediza zamana skataya in the mighty name of Jesus Christ. Rataya nemenosadia hamanasketelegediza zatoria menoskataya. Angalia kitu kimoja kizuri hapa. Angalia kitu kimoja kizuri hapa. Kwenye mfano sasa, Mathayo sura 8, kulikuwa na akida moja. Huyo akida alikuwa na mfanyakazi wake nyumbani, watenda kazi, lakini pia huyu alikuwa ni kama jemadari mkubwa ambaye alikuwa amewekewa askari chini yake. Sasa wakati amekutana Yesu pale mwanzo anakutana mwenye ukoma anamuuliza Yesu, ukiweza waweza kunitakasa? Sasa nimekuambia Yesu ni neno. Hiyo ni sifa ya neno nyingine. Neno ni Yesu na Yesu ni neno. Kwa hiyo kama Yesu aliponya kansa, aliponya magonjwa, aliponya wenye ukimwi, aliponya wenye kansa, aliponya wenye HIV, aliponya kila ugonjwa, unapokutana na Yesu lazima akuponye. Sasa sikiliza, akida alipokutana na Yesu akamwambia, Bwana Yesu, nyumbani kwangu kuna mgonjwa. Bwana Yesu, kwangu kuna mtu hawezi. Bwana Yesu, kwangu kuna mtu ana shida, amelala toka asubuhi hajaamka na ni mgonjwa, ameumwa mno, yuko kitandani hawezi kusimama. Yesu akamwambia hivi, rafiki yangu,
kwa jinsi nilivyo na majukumu mengi, kwa jinsi nilivyo na changamoto nyingi, kwa jinsi nilivyo na changamoto nyingi, siwezi kuja kumwombea mgonjwa wako. Na alimjibu kwa sentensi fulani, alimwambia hivi, nitakuja baadaye nimponye. Sasa kadiri akiwa anaendelea kuzungumza na ule akida, kadiri akiendelea kuzungumza na ule askari, maandiko anasema hivi, askari alimwambia hivi, Bwana wangu, sistahili wewe uingie katika dari yangu, sistahili uingie kwenye nyumba yangu, lakini sema neno tu, sema neno tu, sema neno tu, speak the word, speak the word, speak the word. Manake nini? Hata wewe unaweza kuanza kujitamkia neno. Sasa hivi Yesu hayupo physically, yuko mbinguni, lakini pia anakaa ndani yetu kwa imani. Sasa hivi Paulo hayupo, sasa hivi mtume Petro hayupo, sasa hivi mtu fulani mkubwa hayupo. Wako watumishi wa Mungu ambao ni sisi. Nabii Elia hayupo, wako watumishi wa Mungu ambao ni sisi. Kwa hiyo sisi tunaweza kutamka, na wewe pia unaweza kutamka. Sema neno, speak the word. Kwenye changamoto ngumu, sema neno. Kwenye ugonjwa, sema neno. Kwenye changamoto ambayo imekuja kwenye maisha yako, sema neno. Kwenye huo mlima ambao unaona huwezi kupanda, sema neno. Just speak the word. Shadaba rakataka palana zadavanaza empezoda venos katelia gadia ramante likasente lebregoza akunse vene kevalia gavana skata ramamashanda rababadia entelia savalia kavana zagadaba. Baba, sintafeli. Ninalituma neno mwezi wa 6, ninalituma tarehe 1, ninalituma tarehe 2, ninalituma tarehe 3, ninalituma tarehe 4, ninalituma tarehe 5. Nalituma neno lako Bwana tarehe 6, ninalituma neno lako tarehe 7, ninalituma neno lako tarehe 8, ninalituma neno lako tarehe 9, ninalituma neno lako tarehe 10, ninalituma neno lako tarehe 11, ninalituma neno lako tarehe 12, ninalituma neno lako. Hata kama kulikuwa na watu ambao wanapaswa kukatisha maisha yako mwezi wa 6, maisha yako hayatakatishwa, uhai wako hautakatishwa, uhai wako hautakatishwa. Yesu ametuma jeshi la malaika kukulinda, ametuma ulinzi wake kukulinda mwezi wa 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9. Ninalituma neno tarehe 9, nalituma neno tarehe 10, nalituma neno tarehe 11, nalituma neno tarehe 12, nalituma neno tarehe 13, nalituma neno tarehe 14, nalituma neno tarehe 15, nalituma neno tarehe 16, nalituma neno tarehe 17, tarehe 19, nalituma neno tarehe 18, nalituma neno tarehe 20, nalituma neno tarehe 21, nalituma neno tarehe 22. Nalituma neno la Bwana, naliagiza, nalitanguliza mbele yangu neno la Bwana. Shatalaba rebenes kataya. Hakuna kushindwa mwezi wa 6, hakuna kurudishwa nyuma mwezi wa 6, hakuna kupoteza pesa mwezi wa 6, hakuna kupoteza chochote. Hai shataya, hai akapa rapa naza raketa kapa zagadagadaba rakashande ribenoza. Baba, sema neno tu, sema neno kwa habari ya mwezi wa 6, sema neno kwa habari ya mwezi wa 6, sema neno kwa habari ya siku za mwezi wa 6. Sema na mimi kila siku, sema na mimi kila siku. Tarehe 21, tarehe 22 Bwana, nimelituma neno. 23 nalituma neno, 24 nalituma neno, 25 nalituma neno, 26 nalituma neno, 27 nalituma neno, 29 nalitumia neno, nalituma neno. Era kapashata. Tarehe 27 nalituma neno, tarehe 30 nalituma neno katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 umebarikiwa, mwezi wa 6 umebarikiwa, mwezi wa 6 umebarikiwa. Tarehe 1 imebarikiwa mpaka tarehe 30 imebarikiwa kwa jina la Yesu. Ninapokea utajiri, napokea mafanikio, napokea ustawi, napokea watu sahihi. Baba, hakuna safari ambayo itashindwa kufanikiwa. Nitafanikiwa niingiapo, nitafanikiwa nitokapo. Baba, litume neno. Shatala banaza. Sikiliza, yule mgonjwa baada ya Yesu kusema imani yako wewe akida ni kubwa, basi iwe kwako kama ulivyoamini. Nisikilize maajabu yaliyotokea kwenye kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 18, na nimeandika kitabu hicho, kinaitwa Maajabu. Sema maajabu, maajabu ya neno, maajabu ya neno. Nimeandika hicho kitabu, kinaitwa Maajabu ya Neno. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 119, maandiko anasema mstari wa 18, ni Daudi anamwambia Bwana, anamwambia kwamba Bwana, fumbua macho yangu nione maajabu yaliyoko katika neno. Fungua macho yangu nione maajabu yaliyoko katika neno. Sasa unajua alikuwa anazungumza kwa habari ya maajabu gani? Unajua alikuwa anazungumza kwa habari ya maajabu gani? Maana yake maajabu ndo hayo. Neno la Mungu linapoaminiwa, unapoliamini, linaposema ukaliamini na ukalifanyia kazi, linaleta matokeo yale yale.
Ninasema hivi, mwezi wa 6 fedha zikufuate katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 upokee uponyaji wako katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 ustawi katika jina la Yesu. Karapa shateli manaza. Shatala manande. Rapa kashakata. Masana gada baladaya. Lekanda ramamashanda. Hiyo biashara unaokusudia kuianza, ukaianze kwa jina la Yesu. Hiyo kazi unaopasa kuianza, ukaianze kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu uliyowekeza kwenye pesa zako, Mungu akufanikishe katika jina la Yesu. Karapa shanda. Hautafeli tena kama ulivyofeli. Hautakutana na watu ambao sio sahihi wakachukua fedha yako. Kai shataya na manda. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Yule akida aliambiwa, imani yako ni kubwa, iwe kwako kama ulivyoamini. Maandiko anasema mstari ule wa 13, aliporudi akida nyumbani akamkuta ule mgonjwa. Alipomkuta ule mgonjwa, sawa? Alivyomkuta ule mgonjwa hakuwa mgonjwa tena. Maanake saa ile ile Yesu, saa ile ile neno Yesu aliposema, neno lilitumwa likaenda nyumbani, sawa sana Zaburi 107 mstari wa 20. Likaenda nyumbani, likakagua vitanda, likakagua mahali ambako alipokuwepo yule mgonjwa amelala, halafu likamponya saa ile ile. Manake neno lina akili, vitu ambavyo wewe hauwezi kufanya. Nisikilize, niko hapa huko Marekani, niko hapa huko Oman, niko hapa huko Kenya, niko hapa huko Uganda, niko hapa huko Burundi, niko hapa huko Rwanda, niko hapa huko Dubai, niko hapa huko UK, niko hapa huko Qatar, niko hapa huko Australia, niko hapa huko Japan, niko hapa huko Italy, niko hapa huko China, niko hapa huko Zambia, niko hapa huko Malawi, niko hapa huko Tunduma, niko hapa huko Mwanza, niko hapa huko Dodoma, niko hapa huko Singida, niko hapa huko Arusha, niko hapa huko Mbeya, niko hapa huko sehemu yoyote. Neno la Bwana linapolisema linakufikia na linatenda muujiza huu. Asubuhi, tunapoamka asubuhi, I can see that. Tunapoamka asubuhi, I can see that. Tunapoamka asubuhi, mtu mmoja utakuwa umezipokea fedha zako katika jina la Yesu. And I release that money to you in the mighty name of Jesus. Na nitoa ufafanuzi hapa. Kuna wengine mnaweza mkapata mashaka. Iko hivi. Kuna kitu kinaitwa logo. Sawa? Kuna kitu kinaitwa rogo. Alafu kuna kitu kinaitwa rema. Sasa rema is a spoken word. Alafu logo is a written word. Logo is a written word from the Bible, but rema is a spoken word. Maana yake ni kwamba God can speak even not from the Bible. He can speak through the voice. He can speak through his voice. Anaweza kuzungumza kupitia sauti yake. Kwa hiyo hapa anaposema kwa habari ya fedha, hilo ni neno la Bwana kutokea kwenye kinywa cha mtumishi wake. Receive that money in the mighty name of Jesus. Shanama Rababa Zaketa kapalana Lemeneske telegedia Zevenon za hafali na vano Januske vena handelia zadia Empele kozadi geveneskatalia Aparana satala barida Lemenoza Jadagadia Kapalane Peria kampalia zadaya. Listen to me. 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 Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 55 na ule mstari wa 12 anasema hivi, mtatoka kwa furaha. Mtatoka kwa nini? Kwa furaha. Halafu mbigiri hazitakuwepo. Kila kitu mtakachokipita, mtakachokutana nacho kitatoa matunda mema, kitaleta furaha, kitaleta faraja. Sasa kwenye ule mstari wa 8 mpaka mstari wa 11 anasema hivi, ninajua mawazo ya wanadamu kwamba sio mawazo yangu. Ninajua fikra za watu sio fikra zangu. Maana yake anazungumza, anasema hivi, mawazo ya wanadamu sio mawazo ya Mungu,
na njia za Mungu sio njia za nani? Za wanadamu. Kwa anapotuma neno, ameamua kutumia njia zake ili kukufanikisha. Anapolitanguliza neno mbele yako, ameamua kulitanguliza mbele yako ili kufanikisha. Kwa hiyo sasa, mwambie jirani yako, kwa hiyo sasa, kama Mungu amelitanguliza neno, matokeo ya mstari wa 12 ni kwa sababu neno lenye mafanikio lilitangulia. Ndio maana anasema hivi, yeye neno lake anapolituma. Kwa nini? Kwa sababu amesema mstari wa 9 na 10 kwamba kama mvua yenye ishukavyo kutoka mbinguni na theluji ishukavyo kutoka juu mawinguni, inaponyeshea ardhi, halafu uichipusha mboga, uichipusha majani, uichipusha miti, uchipusha kila aina ya mazao. Halafu anasema hivi, kama ambavyo mvua haiwezi kanyesha halafu majani yasiote, ndivyo ambavyo neno la Mungu likiachiliwa kwenye maisha yako, likitangulizwa kwenye hatima yako, likitangulizwa kwenye kesho yako, lazima lifanikiwe. Hey, shatali ya manaza. Listen. Bwana analituma neno ili liponye, ili lifungue, ili lifanikishe, ili kustawishe. Anasema hivi kwenye mstari wa 11. Anasema hivi, ndivyo litakavyokuwa neno langu nitakalo lituma kwenu, au nalolituma kwenu, litafanikiwa katika yote nitakao lituma. Rapashande rabadagadabagada. Nakumbuka mstari mmoja hapo unavyosema, unasema hivi, mstari wa nafikiri ni wa 9 ule. Anasema hivi, kwa yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mwenye chakula mkate. Sawa sawa. Mkate maana yake nini? Kuna neno linakuja kama akiba na kuna neno linakuja kama chakula. Kuna neno linakuja kama akiba likae ndani yako kwa ajili ya kukusaidia miaka 2 ijayo. Kuna neno linakuja kama akiba ndani yako kwa ajili ya kukusaidia wiki 2 zijazo. Kwa sababu tunapokea neno la Bwana, liwe akiba kwenye maisha yako, liwe nguvu kwenye maisha yako, na liwe mkate sasa hivi ulile na lizae matokeo kwenye maisha yako. Shata kapalada. Yule akida alisahau magonjwa ya mgonjwa wake. Alisahau magonjwa ya mgonjwa wake. Nisikilize, Bwana aliniambia siku moja hivi, kuna mtu ambaye alikutana na Yesu akaacha kupona. Hakuna mtu wa namna hiyo kwenye Biblia yako. Na Yesu akaacha kupona, hayupo. Hayupo. Si tunaona vizuri? Huyo mtu hayupo. That person is not there. That person is no longer there. Rashetelebreneskata. That person is no longer there. Huyo mtu hayupo. Hayupo. Huyo mtu hayupo. Hakuna mtu aliyekutana na Yesu akaacha kupona. Maanake hata wewe umekutana na neno, umekutana na Yesu. Yesu yuko ndani yetu na Yesu yuko mbinguni. Ila sasa ameliachilia neno lake, kwa sababu kila anayejenga mambo yake, kila anayejenga hoja zake, kila anayekaa kwenye hilo neno anapata msaada kwenye maisha yake na anatoboa kwa jina la Yesu. Listen. Sikiliza vizuri mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Anasema hivi, mtu anayelishika neno la Bwana, mtu anayelishika neno la Bwana, mtu anayelishika neno la Bwana, mtu anayelishika neno la Bwana anafananishwa, anayelisoma na kulisikia na kulitendea kazi, anafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya msingi imara, juu ya mwamba imara. Maana yake chochote kitakachokuja kwenye maisha yake hakiwezi kumshinda. Sasa angalia, mtu anayelisikia neno la Mungu na asili kwa habari ya biashara, usifanye. Unaweza kumesikia kwa habari ya ndoa, usifanye. Unaweza kumesikia kwa habari ya kazi, usifanye. Usipofanya unafananishwa na mtu ambaye anajenga nyumba yake kwenye mchanga. Maana tumelitanguliza neno mwezi wa 6 ili tustawi, ili tufanikiwe, ili tupige hatua, ili tusiishie njiani, ili tusishindwe kwenye maisha. Hey, shatana mayandaraba. Kwa maana yake unapolitanguliza neno kwenye mwezi wa 6, linakuja na ushindi, linakuja na mafanikio, linakuja na ushindi. Maana yake hata kama mafuriko, pepo zikivuma, changamoto zikija, hazitakuangusha. Nami nakutamkia mwezi wa 6 kasimame kama neno la Bwana lilivyosimama, kashinde kama neno la Bwana lilivyoshinda. Hautashindwa kwa sababu neno la Bwana halijawahi kushindwa, halijawahi kumrudia Bwana bure, katika jina la Yesu.
Shadadada. Sikiliza, akida alisahau magonjwa na utasahau changamoto zako mwezi wa 6. Kuna wagonjwa wawili Mungu anataka kuwaponya this time around. Wagonjwa wawili tu. Mgonjwa wa kwanza, macho. Haya macho haya yanakupa shida. Sawa? Macho, your eyes. Na ninasoma neno la Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ile ya Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 14 halafu mstari wa 17 na 18. 17 anasema hivi, kwa sababu pale katikati anasema hivi, usiwe vuguvugu, ukiwa vuguvugu nitakutapika. Sasa mstari ule wa 17 anasema 17 na 18 anasema, sasa basi nakusii uje kwangu ununue dawa ya macho ya kupaka, ili macho yako yapate kuona, maana ulikuwa kipofu. Kwa hiyo kama we macho yako yamekuwa na changamoto, as I lay my hand upon this camera, be healed in the mighty name of Jesus. Miwani hiyo unaitupa kuanzia leo na unapokea uponyaji katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 utaanza kuona bila miwani. Mwezi wa 6 utaanza kuona bila miwani katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kama kuna mwingine pia una changamoto macho anawasha, hayatawasha katika jina la Yesu. Changamoto ya pili, meno. Kuna watu mnaumwa meno. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Harufu kwenye kinywa chako inakatika kuanzia sasa katika jina la Yesu. Meno yako yanapokea uponyaji katika jina la Yesu. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Nimalizie na mfano mmoja alafu tuombe kwa dakika chache, kwa sababu muda umenikimbia. Ni saa 11 na dakika 20 sasa. Rabababa ni saa 10 Rababadabada ni saa 11 dakika 20. Listen. Mtumishi wa Mungu anaitwa pokea upako kutoka kwa nabii anaitwa Elia. Na Elisha alikuwa ni mtoto Elisha alikuwa ni mtoto wa Elia. Wakati Elia ameondoka, kwenye sura ya 2 kitabu cha Wafalme, kuanzia mstari wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 pale, Elisha aliachiwa vazi na babake pale gari la moto lilipokuja kumchukua babake. Na babake alipochukuliwa, kilichotokea ni kwamba yeye akabaki na upako tu. Na kwa hali ya kibinadamu ya kawaida, Elisha alilia, akalia, akatoa machozi, akasema, baba yangu, umeniacha. Gari la wapanda farasi limekuchukua, gari la moto na wapanda farasi limekuchukua. Kwa sababu lilikuja gari la moto linamchukua Elia, anaenda mbinguni. Sasa kitu kimoja alichokipokea huyo mtumishi wa Bwana, maandiko anasema alipokea sehemu maradufu. Na babake kabla hajaondoka alikuwa amemwambia hivi, wewe utakaponiona naondoka, basi utapokea ulichokipata. Na kumbe Elisha alikuwa ameshapata ufunuo. Elisha alikuwa ameshapata ufunuo kwamba sintamwacha baba yangu mpaka nishike hilo vazi, mpaka niachie sehemu maradufu. Alipoomba hiyo sehemu maradufu, babake alimwambia hivyo, umeomba neno gumu. Lakini anasema hivi, utakaponiona wakati naondoka. Wakati wanaenda, walipita mahali mlimani nafikiri. Akamwambia, baki hapa nitakuja. Akasema, tunaenda wote. Wakaenda sehemu nyingine, akamwambia, baki hapa. Akasema, tunaenda wote. Mpaka alipofika sehemu ya kuchukuliwa na gari la moto. Na kwenye historia, kwenye Biblia wako watu kama 3 nafikiri. Kuna Henoko alichukuliwa kwenda mbinguni. Lakini pia mtu wa pili ni huyu nani? Elisha. Na mtu wa 3, of course Musa alipokufa hatujui alizikwa wapi, maana alizikwa na Mungu. Na mtu wa 4 ni Yesu. Yesu. Jesus, you know. Si unaelewa vizuri eh? The Jesus, you know. Jesus, you understand.
Yesu alichukuliwa baada ya kufa, akazikwa, akafufuka. Alipofufuka akaenda mbinguni, alafu akarudi akakaa na wanafunzi wake tena, alafu akachukuliwa tena kwenda mbinguni. Sasa listen, maandiko haya yanatuonyesha kitu kimoja kikubwa sana. Elisha alipokea double portion ya Eliya, akaanza kufanya miujiza maradufu. Maana yake hapa naweza nikapata somo. Mababa wote mnaolea watoto, tamanini watoto wenu wafanye maradufu zaidi yenu. Unamwona Archbishop Benson Daosa anamwonea wivu mtoto wake nani, Adeboye? Hapana. Unamwona mtumishi wa Mungu Daddy Gio, God is general General Overseer wa makanisa ya Nigeria, General Overseer, yani yule baba amekabidhiwa kusimamia wachungaji na makanisa yote Nigeria. Unamwona yule baba anawazuia kina Oyedepo watoto wake, anawazuia kina Johnson Selman, anawazuia kina Joshua Selman. Hapana, anawaachilia na wanafanya zaidi hata baba yao. Ona jengo analojenga mtumishi wa Mungu Bishop Oyedepo, kubwa. Ona kazi za watumishi wa Mungu kina Dr. Paul Enenche, kubwa mno. Jifunzeni kuachilia watoto wenu, msiwashikilie. Ukiwashikilia, kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao havitazaliwa, kwa sababu umewakamatia. Baki hapa, umewakamatia, kaa hapa. Usiwashikilie, waachilie wafanye vitu vyao, waachilie wafanye vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Usiwasikilie kaliskataya. Sasa Elisha alifanya vizuri zaidi maradufu kwa sababu baba alimwachilia. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha mtumishi wa Mungu Dagewad kwa habari ya upako na kuambukiza upako. Alikuwa anazungumza hivi, tunapokea aina tofauti ya upako. Kuna ule upako unaopokea kwa mtumishi wa Mungu akiwa yuko hai. Halafu kuna upako unaopokea kwa mtumishi wa Mungu akiwa amekufa. Sasa Elisha Elia aliondoka duniani, akabaki Elisha. Ndio maana alipokea sehemu maradufu. Sasa hata kama baba uko hai na bado hujafa, achilia watoto wako, jifunze kuachilia ili wafanye zaidi yako, ili wafanye zaidi ya viwango vya kawaida. Ukiwawekea vigingi, ukiwazuia watoto wako, mtaanza kupigana, mtaanza kutukanana. Ndio maana kuna wingu kubwa la watoto wa kiroho kutoka kwenye huduma za mababa zao wa kiimani. Wanatoka tu. Kwa nini? Kwa sababu mnawashikiliaga, hamtakagi waamke, hamtakagi wafanye revival zao. Mimi mchungaji, kama Bwana akinipa neema kuchunga na kusimamia wachungaji, mitume, maaskofu, wainjilisti, sintawakamatia, sintawashikilia. Kwa nini? Kwa sababu nikimshikilia mtu najua anazuia cha Mungu. Sasa Elisha alifanya maradufu. Kwa nini? Kwa sababu baba yake alimwachilia. Alimwachia vazi na akamwachia sehemu maradufu. Chukua sehemu maradufu ya roho zote unazozitaka kutoka kwa watumishi wa Mungu wakubwa. Chukua sehemu maradufu ya mavazi kutoka kwa watumishi wa Bwana unaotaka Tanzania na nje ya Tanzania. In the mighty name of Jesus, receive that power and that anointing, the mighty name of Jesus Christ. Sikiliza. Baada ya Elisha kukabidhiwa, Elisha alikuja akakutana na, nataka nielezee scenario kidogo. Nafikiri ni sura ya Wafalme wa pili, sura ya 7, mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 mpaka mstari wa 24 kule chini. Nafikiri kama inaishia 24, 26. Anasema hivi, wakati kulikuwa na njaa Samaria. Kulikuwa na njaa wapi? Samaria. Kulikuwa na njaa. Kwenye sura ya 6 tunasoma kuna mwanamke mmoja walikubaliana na rafiki yake wale mtoto, halafu kesho wale mtoto mwingine. Hivi ushawahi kufikiria kwamba kwenye Biblia kuna watu washakula nyama za watu, na sio kwamba wana mapepo? Njaa, mtu wa Mungu, njaa, yani ni njaa, ilikuwa ni njaa, wakala watoto. Kwenye Biblia hiyo, kwenye sura hiyo kuna watu walikula mavi ya njiwa. Mavi ya njiwa. Nafikiri tu walikosa ufunuo, kwa sababu kama Mungu anawalisha ndege wa angani, mimi mtumishi wake nilale njaa? Unamwona Elisha? Nani aliyezuia mvua miaka mingapi? Miaka 3, Elia. Kwenye Wafalme wa kwanza nafikiri sura ya 16 pale 17. Alipozuia mvua, alikuwa analishwa na kunguru.
Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu ukipata ufunuo, huwezi kulala njaa wakati wa changamoto. Alileta ukame, mvua ikunyesha miaka mingapi? 3.5. Halafu alikuwa anakula, na yule mjane wa Sarepta alikuwa anakula pia. Sasa huyo mtumishi wa Mungu, Mungu alikuwa amemwamini neno. Alitanguliza neno kwenye kesho ya Wasamaria na mfalme wao na watu wote, ili lilete shibe, lilete chakula. Kulikuwa na askari mmoja asiyeamini pale, alisema hivi, kama Mungu angeweza, na anasema na madirisha mbinguni, si angefungua tu haya madirisha Bwana yafungue yalete chakula? Mtumishi wa Mungu Elisha akasikia, akamwambia hivi, wewe utaona kwa macho yako na hautakula. Na aliwaambia neno gani? Mstari wa kwanza na wa pili alisema hivi, nyakati kama hizi, kesho, panapo majira kama haya, kipimo cha unga kitauzwa na kipimo cha mafuta kitauzwa kwa nusu shekeli. Huyo mtumishi akabisha. Mstari wa 3 anasema, angekuwa si ni Mungu angefungua madirisha mbinguni. Akasema sasa unajua kwa nini? Mithali 13:13 anasema hivi, alidharauye neno hujiletea uharibifu. Alidharauye neno hujiletea uharibifu. Hey, shataya manaza. Usizalau neno. Tanguliza neno kwenye hatima yako. Tanguliza neno kwa watoto wako. Tanguliza neno, peleka neno kwa watoto wako. Peleka neno kwenye elimu za watoto wako. Hawatafeli, hawatashindwa na shule. Tanguliza neno kwenye ndoa yako. Hiyo ndoa yako haitafeli. Haila mana savaladi rebene saladia kamene skovana katalia davana. Sikiliza vizuri. La kapana na maya. Baada ya neno la Bwana kutoka, baada ya neno la kinabii kutoka, baada ya neno la Bwana kutoka, yule akida kesho yake majira hayo Mungu aliamuru sasa kutuma vishindo kupitia jeshi lake la mbinguni, likawasindikiza Washami, wakaenda kwa wale watu ambao walikuwa nafikiri ni Waamoni wale watu wale, vishindo vya wakoma vikawakimbiza Washami, vikakimbiza vile vishindo vya jeshi la wakoma ambao lilikuwa limewasindikiza wakoma, vikawakimbiza jeshi ambalo lilikuwa limewasindikiza wale wakoma, likawakimbiza Washami. Sasa wewe umelituma neno mwezi wa 6. Kulikuwa na Washami wanataka kuzuia, kulikuwa na Washami wanataka uanguke, kulikuwa na watu wanataka ukuzuia usifanikiwe. Hautazuiliwa katika jina la Yesu. Kwa maneno hayo, anza kunena kwa lugha. Anza kunena kwa lugha. Litume neno, na neno linatumwaje? Kwa kutamka kama hivi. Na isemesha mwezi wa 6. Rapa kosetekepa, rakatakapa kosatakapa. Nena kwa lugha hapo ulipo. Omba kwa Bwana, mwambie Bwana, mwezi wa 6 hautashindwa. Sintashindwa kwenye biashara, sintashindwa kwenye ndoa, sintashindwa kwenye kazi, sintashindwa kwenye biashara, sintashindwa kwenye ile kampuni. Sharakapa, rakatakapa, ragadagadagadaba, katika jina la Yesu Kristo. Masora benaya, masora gedaya, masagada banaska, rapa shanda, rapa papa, jagadagadagaba, rakatakapa kosakata. Mwezi wa 6 umebarikiwa. Mwezi wa 6 una manono mengi. Mwezi wa 6 una mema mengi. Mwezi wa 6 una baraka nyingi. Shataraba rabadadadia mantarababana. Heria mama sataraba. Rise and shine, for thy glory has come. Rise and shine, for thy glory has come. Maraka pakosakata. Ninasimama, ninakuinuka, ninaangaza mwezi wa 6. Hakuna atakaosimama kunikataa. Rapapashata. Hayo mataifa yanakuja, hao watu wanakuja, hiyo biashara inakuja, hiyo kazi inarejea. Rapapashata kapa ya kandara wa masa. Baba, baraka zitanifuata mwezi wa 6. Baraka na mafanikio yatanifuata mwezi wa 6. Shatakapaladaba rakatakapakosakata yakandara mamasite elemenonskata. Unazo dakika 20 za kutamka, za kuachilia matamko, Wachawi wakikaa kwenye vikao vyao wanatamka usifanikiwe, wanatamka ushindwe, wanatamka ufe, wanatamka uishie njiani, wanatamka ushindwe. Batilisha hayo maneno ya wachawi, geuza hayo maneno ya wachawi. Tunayageuza maneno ya wachawi.
tunageuza maneno ya wachawi, tunageuza maneno ya wachawi. Walitutamkia magonjwa, hatutaumwa. Walitutamkia vifo, hatutakufa. Walitutamkia magonjwa, hatutaumwa, hatutakufa. Rise and shine, for thy glory has come. Ninasimama na kuangaza kifo rapakashakata. Hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza likuiweza. Hiyo nuru inang'aa gizani, wala giza likuweza. Giza litaniweza, wachawi hataniweza, mamlaka za nchi hazitaniweza, falme na giza zitaniweza. Haya na manama, haya na manama, rapapapapapa. Sitakufa bali nitaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Katakata. Tanzania sikia, mikoa yote Tanzania sikia, harapaka shakata. Zanzibar sikia, Kenya sikia, Uganda sikia, East Africa sikia, makarabadaya rakatakatakata. Ninapokelewa Zanzibar, ninapokelewa Kenya, ninapokelewa Tanzania, ninapokelewa Dodoma, ninapokelewa Dar es Salaam, ninapokelewa Kenya, ninapokelewa Uganda, ninapokelewa kila mahali. Tamka kwa habari ya maisha yako ambao naona, yatamke tu kwa ajili yako. Hiyo huduma yako ya uimbaji inakuwa na kuongezeka. Huduma yako uimbaji inakuwa na kuongezeka. Arika shanda Joel ongezeka. Raka shakata Fortunatus Prodatus ongezeka kwa jina la Yesu. Raka shatata Blessed Camille, pokea uponyaji wako kwenye hiyo huduma yako, iongezeke zaidi, iongezeke zaidi, ukue katika jina la Yesu. Rapa zile benelaba aramama satakapakata. Mitume wa Bwana jakatakata, utume wenu ongezeke, utume wenu ukue na kuongezeka. Ariese nema na yanda maraka pasile de bena antelia zavani ya sakata apana zagadi ya breneskata. In the mighty name of Jesus. Arapapashatata 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 arapakashakata rageda bilano sade ampalize veneskata. In the mighty name of Jesus. Shantalabanaskavala. Neema Mungu kufunike wewe ambao umekuwa pamoja na mimi kuanzia hapo saa 10 na sasa ni saa 11 dakika 34. Anza kujiandaa. Inawezekana unaenda morning glory, inawezekana unaenda kwenye maombi yako, lakini mwezi wa 6 umebarikiwa. Mwezi wa 6 utafanikiwa. Hizo fedha zako zinakufuata katika jina la Yesu. Mema yatakufuata katika jina la Yesu. Na neno la Bwana sasa kwa habari ya mwezi wa 6 ni Zaburi 20 na 3 ule mstari wa kwanza. Hakika na mstari wa 6. Sura yote tu mstari wa kwanza mpaka wa 6. Maandiko yanasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mwezi wa 6 hautapungukiwa maji, hautapungukiwa damu, hautapungukiwa fedha, hautapungukiwa kwenye ndoa, hautapungukiwa mahitaji yako, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Hautapita kwenye bonde la uvuli mauti, hautapita kwenye magonjwa, na Mungu anaiandaa meza mbele ya watesi wako. Wataona mema andaliwa. Maandiko yanasema hivi: wema wa Bwana utanifuata siku zote za maisha yangu. Wema utakufuata kwenye maisha yako, watu watakufuata kwenye maisha yako, ndoa itabarikiwa, maisha yako yatanyoka, yatakuwa yana kona, hayatakuwa yana mabonde kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ananyosha na kusawazisha kila mahali palipo paruzika kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mchungaji wako Pastor Deus Bundara. Uwe na mwezi wa 6 wa baraka na mafanikio na ustawi katika jina la Yesu Kristo. Blessed be the name of Jesus and the God who sits in the throne from heaven. In the mighty name of Jesus. Tumelituma neno la Bwana, ni mbegu isiyoharibika, halitaharibika, litazaa. Na neno la Mungu ni unabii kwa habari ya maisha yako. Wewe umesikia kwa habari ya ndoa yako, umesikia kwa habari ya biashara yako. Mungu akustawisha na kufanikisha katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na kila mmoja aseme amen. Sema hakika wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ule ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Kwa imani chukua maji hapo ulipo, yashike, halafu tamka maneno haya: maji haya ninayabariki, ninayakomboa, yakawe na uhai. Mito ya maji ya uhai katoke ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Maji ni uhai, yatanipa uhai kwenye biashara, yatanipa uhai kwenye kazi, yatanipa uhai kwenye ndoa katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. 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 You are blessed.
uhakika wa